Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Hadi, lakini hapo baadaye tutajiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Karibu sote, na kwa kwanza tuanze na hili ambapo serikali imefuta jumla ya leseni 40 za utafutaji madini baada ya wamiliki wake kubainika kushindwa kuziendeleza licha ya kupewa hati za makosa na maelekezo kurekebisha kasoro hizo. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema hatua hiyo ni katika kulinda mustakabali chanya wa sekta ya madini. Kuna baadhi ya wamiliki wa leseni ambao wamekuwa hawatekelezi wajibu wao wa wamiliki wa leseni, ikiwa ni pamoja na kutokuziendeleza leseni wanazomiliki ndani ya muda uliotolewa kwa mujibu wa sheria. Wamiliki hao wamekuwa wanahodhi maeneo, hawalipi ada stahiki za leseni, lakini vile vile hawatekelezi masuala ya ushirikishaji wa Tanzania kwenye shughuli za madini, yani local content. Aidha, naiagiza Tume ya Madini kufuta leseni hizo na kuendelea kufanya kaguzi za mara kwa mara za leseni. Kuhusu mwenendo wa matukio ya milipuko ya madini ya dhahabu katika maeneo mbalimbali nchini, Mavunde amesema kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua stahiki kwa lengo la kulinda usalama, kudumisha utulivu na kuhakikisha uzingatiaji wa sheria na kanuni za madini. Natoa onyo kali kwa mtu yoyote au kikundi chochote kinachojihusisha na uvamizi wa maeneo yenye leseni halali kwa kigezo cha kuifanya kuwa gold rush. Tabia hiyo inakemewa vikali kuanzia hivi sasa, na ni marufuku kuvamia maeneo ya leseni za madini kwa sababu yoyote ile. Hatua hiyo ya serikali inaweka bayana dhamira ya kuhakikisha sekta ya madini inasimamiwa kwa ufanisi ili kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha zinachangia kikamilifu katika maendeleo ya nchi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa amewataka vijana kutoka mikoa ya Nyanda za Juu Kusini kutumia fursa ya rasilimali za misitu zilizopo kwa kuongeza thamani ya mazao yatokanayo na misitu ili kujipatia kipato na kupunguza tatizo la ajira. Taarifa zaidi na Miko Patrick anatueleza zaidi. Akizungumza mkoani Njombe wakati alipokuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi wa programu ya kuhamasisha ukuaji wa ajira vijijini na kufungua fursa za uwekezaji katika biashara ndogo za kati kupitia programu ya ubunifu ya Funguo inayofadhiliwa kwa ushirikiano na Umoja wa Ulaya, Ofisi ya Mambo ya Nje, Jumuiya ya Madola na Maendeleo na serikali ya Finland, mkuu wa wilaya ya Mufindi mkoani Iringa amesema wengi wameishia kwenye level fulani hivi ya pack kwa namna ambavyo inatumika ndani ya nchi peke yake, lakini tunaona fursa zipo za kupeleka katika nchi mbalimbali. Kwa hiyo tunaona kwamba wakiweza kufanya vizuri katika mazao hayo ya nyuki pamoja na mazao mengine ya misitu kama nilivyosema, gundi, mbolea, mkaa mbadala, yote hayo wanaweza wakaleta mapinduzi makubwa sana katika sekta hii. Tukio hilo la uzinduzi lenye kauli mbiu isemayo kuchochea ubunifu na ujasiriamali katika mnyororo wa thamani wa misitu limewakutanisha wadau kutoka mikoa ya Iringa, Njombe, Ruvuma na Lindi ili kuonesha ubunifu zilizochaguliwa. Kupitia juhudi zetu za ubalozi, tarehe 5 mwezi wa 6 tutakuwa na kikao cha hawa wawekezaji kutoka Finland kuja kuwekeza kwenye hizo biashara zenu. Katika awamu ya kwanza ya ufadhili, imeelezwa kuwa Green Catalyst iliwezesha biashara ndogo za kati kwenye mnyororo wa thamani wa misitu, ambapo mwaka 2025 jumla ya maombi 160 ya ubunifu yalipokelewa. So kwa mfano, vijiji ambayo mwanzoni waliweza tu kuchakata kilo 300 za sufi kwa mwaka, sasa hivi wanaweza kuchakata mpaka kilo 7,000 za sufi kwa mwaka. Kwa katika njia mojawapo nufaisha ni kwamba tuangalie biashara ambayo inaweza kufanyika ambayo inatumia rasilimali ambazo zinapatikana ndani ya misitu, whether ni mbao. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10.
Na mtazamaji, Rwanda na mataifa mengine 11 duniani yatanufaika na ufadhili mpya wa Marekani utakaosaidia upatikanaji wa dawa ya sindano za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi iliyoidhinishwa hivi karibuni. Kupitia ushirikiano wa Marekani na shirika la Global Fund, zaidi ya watu milioni 1 duniani watapatiwa dawa hiyo itwayo Lenacapavir. Awali, Marekani ilifadhili utoaji dawa hiyo kwa watu milioni 2 kati ya mataifa 9 duniani. Ufadhili huu mpya ulitangazwa umeziongeza nchi nyingine 12 ikiwemo Rwanda, Morocco, Thailand, Fiji na Jamhuri ya Dominica. Dawa hiyo inatumika mara 2 kwa mwaka kwa njia ya sindano na imethibitika kuwa na uwezo wa kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa asilimia 99.9. Wakazi wa kijiji cha Kigombe manispaa ya Tabora mkoani Tabora wameiomba serikali kuingilia kati na kuwaondoa viboko waliopo katika bwawa la Igombe, wakidai wanyama hao wanasababisha vifo na ulemavu kwa wananchi, hasa wavuvi wanaotegemea mabwawa hilo kama chanzo kikuu cha kipato chao. Taarifa ya Dela Moses inafanua zaidi kutoka huko mkoani Tabora. Maombi hayo yamekuja siku moja baada ya kifo cha mvuvi Ibrahim Almas mwenye umri wa miaka zaidi ya 35 na mkazi wa Igombe aliyedaiwa kushambuliwa na viboko katika bwawa hilo, na hapa mashuhuda wanaeleza kwa masikitiko tukio hilo. Saa 2 na mimi nikaondoka na kuja maeneo haya ya mtoni, akafika mchuuzi wake wa samaki. Akaniuliza huyu yuko wapi? Nikamwambia hata mimi mwenyewe ndo tunaangalia tuangalie nini mtumbuo wake hajatoka mpaka saa hizi. Ikabidi awe anapiga simu sasa kwa ndugu zake, tunapiga jamani, labda yuko kijijini au yuko wapi. Sisi tuna watoto wanatutegemea, riziki tunatoa humu. Tunaomba serikali ije tusaidie kumtoa huyo kiboko. Akizungumza mara baada ya zoezi hilo la kusaka mwili wa marehemu huyo aliyezama tangu siku ya jana, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi hilo Losh Pailaiza, anatoa taarifa ya tukio hilo pamoja na kuzungumza na wananchi wa eneo hili. Sisi tulipokea taarifa hizi jana, tukafuatilia, tukatafuta, tukawa tumekosa kwa sababu ya giza. Tukaondoka jana, leo tumekuja tumemkuta mtu tayari amefariki, lakini amepatikana. Katika hatua nyingine, wakazi wa Kabila wamekubaliana kwa pamoja kuendelea kupeana elimu juu ya matumizi sahihi ya bwawa hilo, na hapa wanapeana mikakati yao. Kwa hiyo mimi ni shauri jamani, ndugu zangu, tunakwisha. Watakuwa wanakuja wanatupa, watakuja hawaji kwa sababu huyu kiboko umo ndo mwake. Huo ndio ukweli, tuelezane tu ule ukweli, tutafute tu kazi ya kufanya. Lakini kuna misiba zingine zimekwisha tokea na matatizo na vijana mpaka akapata ulemavu nje ya kipande hiki. Kwa hiyo sisi wenyewe wananchi wetu ameshasema hatutaki tubishane. Sisi wenyewe yani ule ushauri tumeupokea. Kutoka hapa katika bwawa Igombe lililopo hapa katika kata ya Kabila manispaa ya Tabora, Adela Moses. Rais wa China Xi Jinping amesema utulivu na uhakika wa uhusiano wa China na Urusi ni wa thamani, hasa katika mazingira ya kimataifa yanayoambatana na mabadiliko na machafuko. Xi Jinping amesema China mwongozo wa kimkakati wa yeye na Rais Putin umekuwa kwa miaka mingi, kwani ni wa kina na umeleta maendeleo ya kiwango cha juu na matokeo ya ushirikiano na matunda katika nyanja mbalimbali. Xi Jinping amesema kwa sasa mazingira ya kimataifa yamejaa mabadiliko na machafuko, utulivu na uhakika wa uhusiano wa China na Urusi ni wa thamani sana na uhai mkubwa na umuhimu wa mfano wa mkataba wa ujirani mwema na ushirikiano wa kirafiki kati ya China na Urusi ni muhimu zaidi, kwani itakuwa kigizo kwa mataifa makubwa na wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya Zanzibar inatarajia kupokea ujumbe wa wataalamu wa afya kutoka nchi za Afrika. Akitoa taarifa ya ziara hiyo ya siku 3 ya ujumbe wa wataalamu wa afya, kaimu waziri wa afya Zanzibar Dr. Sada Mkuya Salum amezitaja nchi hizo kuwa ni Ethiopia, Somalia, Msumbiji na Madagascar. Ambapo akizungumzia kuimarika kwa sekta ya afya, Waziri Sada anasema Zanzibar imefanikiwa kupunguza vifo vya mama na mtoto kutokana na uwepo wa huduma bora za afya, ikiwemo vifaa, majengo na wataalamu wa afya wa ngazi mbalimbali. Kwa mujibu wa kaimu waziri wa Wizara ya Afya Zanzibar, katika kuboresha huduma za afya kumekuwa na ongezeko la vituo vya afya 339 hadi kufikia 2023 sawa na 9% ikilinganishwa na vituo 291 vilivyokuwepo mwaka 2022.
Ziara hii ni ishara ya kutambua mafanikio ambayo yamepatikana hapa Zanzibar katika kuimarisha mifumo ya afya kupitia uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali katika mifumo ya kidijitali, huduma za rufaa za dharura, pamoja na kuimarisha rasilimali watu katika sekta ya afya. Aidha, tunatarajia kupokea makatibu wakuu kutoka katika hizo nchi ambazo nimezitaja, ambazo watajionea mafanikio ya Zanzibar na kujifunza namna ambavyo teknolojia imesaidia kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James ameziagiza halmashauri za wilaya mkoani humo kupunguza idadi ya magari yanayotumika katika ziara za ndani, akisisitiza kuwa hatua hiyo italenga kuokoa fedha za umma zitakazoelekezwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuboresha huduma kwa wananchi. Clement Sanga ana taarifa zaidi. Rais amekuwa wa mfano, rais akifanya hayo ni maelekezo. Kheri James amesema kuwa nidhamu ya matumizi ya rasilimali za serikali ni muhimu katika kuhakikisha fedha zinapatikana kwa wingi zaidi kwa ajili ya kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu, afya pamoja na miundombinu. Ile habari ya watu wa maendeleo ya jamii wanaenda na gari yao, ustawi wa jamii wanaenda na gari yao, mneni wanakwenda na gari yao. Hiyo biashara hakuna. Kuanzia sasa, kama kuna safari inayohusu miundombinu, inayohusu maendeleo ya jamii, inayohusu ustawi wa jamii inayofanyika Idodi, timu nzima wanapanda cruiser moja kwenda Idodi. Kazi zote zinafanyika kwa gari moja, wanarudi kwa gari moja, tumefunga safari ya siku moja. Kuhusu vikao visivyo vya lazima, mkuu huyo wa mkoa akawa na haya ya kuzungumza. Vikao vinavyotakiwa kufanyika ni vikao ambavyo viko kwenye ratiba yenu mliopitisha, vikao vya halmashauri. Msizalishe vikao vingine nje ya ratiba ya vikao vyenu vya nini jamani? Ya halmashauri. Kwa sababu kila kikao kinapoketi ni gharama kwa serikali. Sasa ili kuepusha gharama hizi ambazo ni mzigo kwa wananchi wetu, sisi wenyewe tujiorient. Tufanye vikao vya kisheria vilivyoko kwenye ratiba ya vikao vyetu. Maagizo hayo yamepokelewaje? Umetuelekeza mambo mengi. Tumeyaelewa, tumeyachukua, tunaenda kuyafanyia kazi. Lakini tutayafanyia kazi tukiamini kwanza kusimamia mapato. Na mimi nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri ambayo ilikuwa inaongoza Tanzania kwa miaka yangu yote manispaa ya Kinondoni. Kwa swala la ukusanyaji wa mapato nalijua vizuri sana. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Mtazamaji, Wizara ya Maendeleo ya Ujerumani mjini Berlin imesema itatoa euro milioni 20 zaidi kwa Sudan mwaka huu, huku ahadi zaidi za ufadhili zikipitiwa upya wakati ambapo mzozo wa Sudan ukiingia mwaka wa 4. Mwishoni mwa mwaka wa 2025, wizara hiyo ilikuwa imetoa euro milioni 155.4 kwa miradi nchini Sudan na katika nchi jirani zilizoathiriwa na vita nchini Sudan, ambazo ingeongeza mwaka huu kwa euro milioni 20. Kabla mkutano Berlin, shirika la misaada la Save the Children tawi la Ujerumani limetoa wito kufanyike juhudi kubwa zaidi za kuwalinda raia Sudan, huku afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Florian Westphal ametoa wito hatua zichukuliwe kukabiliana kikamilifu na mgogoro wa Sudan na kutaka mkutano wa Berlin ulete tija katika kutafuta ufumbuzi mzozo huo. Katika kumwenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema itaweka kumbukumbu za kikodi katika makumbusho ya Mwalimu Nyerere, hatua inayolenga kuenzi misingi aliyoamini kuhusu uwazi, uwajibikaji na umuhimu wa kodi katika ujenzi wa taifa. Musa Makali ana taarifa zaidi. Mwenda ametoa kauli hiyo mara baada ya kutembelea Mwitongo, nyumbani kwa baba wa taifa, wakati akiwa katika ziara yake mkoani Mara, ambapo amesema mamlaka hiyo ya mapato itahakikisha inaenzi na kuitekeleza falsafa ya Mwalimu ya ulipaji wa kodi. Lakini Mwalimu aliamini katika accountability ya government, kwamba kile kinachokusanywa lazima kitumike kwa maendeleo ya wananchi, ikiwemo miundombinu, ikiwemo huduma za jamii kwa maana ya shule, kwa maana ya matibabu. Na kwa sababu aliacha msingi mzuri, hayo aliyokuwa anayaamini ndiyo ambayo yanasimamiwa na viongozi waliopo. Mheshimiwa Rais aliyepo madarakani anasimamia hayo. Kamishna amesema mamlaka hiyo itaweka kumbukumbu za kikodi ambazo Mwalimu aliziamini katika makumbusho hayo, huku mtoto wa baba wa taifa Madaraka Nyerere amepongeza namna wa Tanzania
wanavyoendelea kumwenzi na kumkumbuka Mwalimu. Tutaomba nafasi tuweke literature za kodi ambazo alizokuwa anaamini Mwalimu. Tuna maandiko mengi, tuna mambo mengi aliyoyafanya yanahusu mfumo wa kodi wa nchi yetu. Tukipata nafasi bado Watanzania wanamuenzi Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo hii heshima tunaipata kwa ajili yake. Ingekuwa hakuacha rekodi nzuri ya uongozi, labda tusingekuwa tunapata wageni. Kwa hiyo tunashukuru. Musa Makari, Channel 10, Mara. Kijana mmoja ambaye majina yake hayakufahamika kwa haraka anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 35 hadi 40, mkazi wa Singida, amekamatwa na jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ mkoani humo akifanya utapeli kwa wananchi kwa kuchukua fedha na kuwaahidi kuwatafutia nafasi za kujiunga na jeshi, akijitambulisha kuwa ni askari wa jeshi hilo. Mwanahabari wetu Rafuru Kenala ana taarifa zaidi. Mshauri wa jeshi la akiba wa wilaya ya Singida, Sergeant Nyabulolo ambaye ndiye alifanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyo katika manispaa ya Singida wakati akitaka kutekeleza utapeli huo, amesema amepata taarifa za mtu huyo kupitia kwa wananchi ambao wamekuwa wakiomba pesa mara kwa mara na mtu huyo. Mwezi uliopita kulikuwa kuna zoezi la kuandikisha askari wa kujiunga na jeshi la kujenga taifa. Zoezi hili lilifanyika vizuri likamalizika, lakini siku ya jana tulipokea taarifa kutoka kwa raia wema kwamba wao wameambiwa wapeleke shilingi bilioni 1, ambacho kitendo hicho cha kujiunga na jeshi au usiku kutoa hata shilingi 100. Sasa tukaweka mtego ili kuweza kumkamata huyu bwana aliyekuwa anaomba raia pesa. Kwa hiyo kwa siku ya leo aliwapigia simu asubuhi, akaambiwa wakutane maeneo ya Msufini sokoni. Vijana hao walikuja wakatoa taarifa hapa ofisini, tumekwenda. Nilipokwenda mimi, huyu bwana aliponiona akakimbia, nikamkimbiza nikamkamata. Nyabulolo pia akatoa wito kwa wananchi. Wito wangu kwa jamii, kama wakuu wa jeshi mbalimbali wanapotoa maelekezo kwamba nafasi ya jeshi inunuliwe. Hili ni jeshi la wananchi wa Tanzania, ni jeshi letu wote sisi sote, mimi na nyinyi. Kwa hiyo unapotaka kujiunga, unajiunga kwa moyo wako wewe. Sisi hatutozi hata shilingi 100 na hakuna ada inayolipwa jeshini. Baadhi ya wananchi waliotapeliwa na mtu huyo wakaeleza namna alivyokuwa akiwahadaa na jinsi walivyobaini kuwa mtu huyo ni tapeli na sio askari kama ambavyo alikuwa akiwaambia. Kawa anamwambia baba kwamba unatakiwa unitumie kiasi kadhaa cha hela ili nimuunganishe na JKT. Sasa baba akawa anamtumia, mara ya kwanza alimtumia 400,000, akamtumia 400,000, akamwambia tena nitumie 200,000, akatumiwa. Alimtafuta mama kwenye simu, si alipewa namba yake na nani, akasema kwamba kuna nafasi za kwenda jeshini. Ndipo tukafuata utaratibu, akasema inatakiwa milioni 1 na point. Tayari tulishatoa 450,000. Leo hii ilitakiwa tumkabidhi milioni 1 kamili. Ndipo alipokamata. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Naam, mtazamaji, Benki Kuu ya Tanzania BOT imewataka wachimbaji wakubwa na wadogo kuwekeza kwenye taasisi zinazotambuliwa na serikali pamoja na kuuza madini katika benki hiyo ili kujimarishia kiuchumi. Taarifa zaidi na Henry Kavirondo anatueleza. Mchambuzi mwandamizi mkuu wa masuala ya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania Fidelis Mkate ametoa ushauri huo jijini Mwanza wakati akizungumza na wachimbaji wakubwa na wadogo kuhusu matumizi sahihi ya fedha. Katika mazungumzo hayo, amesema ni muhimu wachimbaji hao wakawekeza fedha zao kwa kutumia hati fungani. Hizi ni moja ya njia ambazo Mtanzania wa kawaida, mchimbaji wa madini, anaweza akawekeza. Kwa hiyo inakupa nafasi ya wewe kuwekeza katika maeneo mengine. Sera kubwa ni kwamba sisi tunawalipa wachimbaji wa dhahabu wote pesa zao kwa wakati. Wanalipwa ndani ya saa 24 baada ya mchakato wa taarifa kukamilika. Akifungua kurasa za elimu hiyo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, mkuu wa wilaya ya Ilemela Amiri Mkalipa amesema mkoa unasimamia kikamilifu uzalishaji wa madini, kudhibiti utoroshaji wa madini. Na hapa tumetoa macho wakati wote serikali kuhakikisha tunadhibiti utoroshaji wa dhahabu. Hapo tuko macho masaa 24 na vyombo vyote vinafanya kazi. Wachimbaji wengi wamepewa maleseni, wamepewa maeneo ya uchimbaji na hawahangaiki kuyapata. Kwa hiyo na wao na sisi tuko tayari
kuungana na rais wetu Samia Suluhu Hassan. Baadhi ya wachimbaji wa madini walioshiriki mafunzo hayo wamesema elimu walioipata itawasaidia kukuza mitaji yao kwa kuwekeza katika taasisi zinazotambulika. Kutokana na mafunzo tuliyopata ya kupanga bajeti za uchimbaji, lakini pia na mpango mzuri wa kuweza kuchimba na kupata faida. BOT amekuja na dhamira ya kweli, basi asimame na afanye tafiti kupitia uchimbaji tunaofanya. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Haya, familia na wanandoa wanaojihusisha na biashara zilizosajiliwa na kuendeshwa kwa pamoja wametakiwa kuzingatia uwazi katika masuala ya kifedha na uendeshaji ili kuepuka migogoro na changamoto zinazoweza kujitokeza endapo mmoja wao atafariki dunia. Mwanahabari wetu anatueleza. Wito huo umetolewa na afisa mtendaji mkuu wa wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, Godfrey Nyaisa, baada ya kutoa semina kwa madiwani wa halmashauri ya Dodoma juu ya urasimishaji wa biashara. Wakati mwingine tuaminiane tu, tuwekane kwenye kampuni. Sawa, najua kwenye mandoa haya kuna changamoto na nini, lakini wakati mwingine basi weka mtu yule ambaye hata ukiondoka leo na kishukutwa anaweza kasimama, kila mtu ndani ya familia akakubali. Watu wanageukana tumbo moja, mtu na kaka yake. Mmoja akiondoka, huyu anakuja anabadilisha, anajidai kwamba yeye ndio mmiliki halali wa kampuni. Sasa wamama wanakuja pale analia, "Oh, mimi ndio nilikuwa nani," lakini ukisoma kwenye nyaraka zile ambazo zimeanzisha kampuni ndani ya BRELA, unakuta yule mama hasomeki popote, anasomeka labda dereva, baba alimweka dereva wake. Baadhi ya washiriki wamekiri uwepo wa changamoto hiyo, huku akiweka wazi umuhimu wa semina hiyo katika kusaidia wananchi kuondokana nayo. Sasa kulikuwa kuna kutokuelewa sana juu ya makampuni, usajili wa makampuni na biashara mbalimbali ambazo zinahusiana na wenzetu wa BRELA. Sasa leo tumepata elimu nzuri sana ya kujua. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo tumeiona hapo ni watu kuwa na uelewa, na sisi kama viongozi ambao tumepewa dhamana na wananchi hao ambao tunawaongoza katika maeneo yetu, tutaenda kuhakikisha kwamba tunawapa elimu na kuwaondosha hizo waondokane na hizo changamoto ambazo zinawakabili. Kwa upande wa wanawake naona itaenda kuwasaidia. Sisi kama madiwani tutapeleka hii elimu, itawasaidia sana wanawake kwa sababu wanawake kwa asilimia kubwa ni wapambanaji. Wanafanya kazi kubwa katika ujasiriamali, wanafanya vitu vingi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Mtazamaji, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 16, Shafii Juma Kipande, anatafutwa na ndugu zake baada ya kutoweka nyumbani kwake katika kijiji cha Rorando, kata ya Tambani, wilayani Mkuranga tangu Machi 18 mwaka huu. Baba mzazi wa kijana huyo Juma Kipande anasema siku hiyo Shafii alirudi kutoka sehemu anafanyia kazi ambayo ni garage majira ya jioni, ambapo aliaga kuwa anakwenda kusali na hakuwahi tena kurudi nyumbani. Ya kupotelewa na mtoto wangu ambaye mtoto mwenye umri wa miaka 16 anaitwa Shafii Juma Kipande. Upotevu wake amepotea tarehe 18 mwezi wa 3. Sababu ya utokaji wa nyumbani, alirudi kutoka gereji baada ya kufeli shule, tulimpeleka gereji. Kwa hiyo alipotoka gereji saa 12 alirudi nyumbani, akachukua maji, akakoga na kubadilisha nguo, akaaga anaenda kufanya ibada ya magharibi. Kwa hiyo kutoka hapo hakurudi tena, hatukufuturu naye. Tumemsubiri mpaka Aisha, tumeona kimya mpaka tarawih ilibidi tuende msikitini, tukamuuliza imamu Sheikh Rashidi nyumba, akatuambia kwamba huyu mtoto kweli tumeswali naye ibada ya magharibi na Aisha, lakini tarawih hatukuswali naye. Tumeanza kumtafuta mpaka saa 6 usiku hatukumuona, tukamsubiria kesho enda labda ana hofu yoyote, hatukumuona. Tumeamua kwenda kutoa taarifa polisi na kumtafuta mahospitalini katika vyombo vya sheria vyote pamoja na kwa ndugu. Mpaka kufikia sasa mtoto huyo hatujampata. Kwa hiyo tunaomba raia, ukiwa ndugu, rafiki, jirani, raia mwema yoyote, utakapomuona mtoto huyo unatakiwa utoe taarifa katika vyombo vya sheria vilivyopo wilaya ya Mkuranga. Na mtazamaji, yeyote ataipata taarifa zake, tafadhali atoe taarifa kituo cha polisi kilicho karibu au apige simu zifuatazo: 0787 639842,
0719271441 au 0685999920. Na mtazamaji, na taarifa hiyo ndio inatupa wasaa wa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Hii ni Channel 10 Plus na mimi ni Lulu Ali, endelea kusalia nasi.